Naam, hali gani mwanafamilia wa Umaki Sports, karibu sana katika segment hii ya kimichezo ambapo kwa pamoja tumekuwa tukipata nafasi ya kugusa mawili matatu kuhusiana na taarifa mpya za kimichezo ambazo tumezipata. Nikuombe kwa wewe ambaye bado haujaungana nasi kubonyeza neno subscribe chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele ili usiweze kupitwa na taarifa zote muhimu ambazo tumekuwa tukiziweka hapa kila siku. Yes. Katika segment hii ya kimichezo leo hii tunayo habari ambayo hii inatoka pale mitaa ya Twiga na Jangwani kwa klabu ya soka ya Dar es Salaam Young Africans, ambapo tumearifiwa tayari utambulisho wa kocha mkuu wa klabu hiyo umeshafanyika. Ni raia wa Afrika Kusini ambaye amekuja na falsafa kubwa sana. Moja ya malengo ambayo amejiwekea yeye kama yeye ni pamoja na kufikisha klabu hiyo fainali za kombe la ligi ya mabingwa barani Afrika, CAF Champions League, ambapo ametanabaisha kwamba Young Africans ni timu ambayo tayari imeshakuwa na uzoefu mkubwa sana kuchukua ligi kuu Tanzania bara, NBC Premier League, na hadi anafika yeye ameona katika historia ni mara 5 mfululizo Young Africans wameweza kunyakua kombe hilo. Kwa hiyo unasema atafanya iweze kuchukua mara ya 6 tena, kwa sababu moja ya lengo ni pamoja na kuchukua ligi kuu, lakini kingine alichogusia ni kwamba kutokana na uwepo wa wachezaji ama kusajiliwa kwa wachezaji ambao yeye amewahitaji na uongozi tayari umeshaweka nia ya kuwasajili wachezaji hao ambao amewahitaji, anaamini kwamba anakwenda kufika hatua ya fainali ya ligi ya mabingwa barani Afrika, CAF Champions League, na ikiwezekana kuchukua ubingwa wa kombe hilo, kwa sababu kwa aina ya wachezaji ambao wamewahitaji na aina ya mfumo ambao wanaotumia, ni wazi kwamba timu hiyo inakwenda kufanya vizuri sana katika michuano mbalimbali. Sasa wengi wamekuwa wakimtupia pongezi, lakini pia wengi wakiwa wanamtupia sifa kwamba ni mmoja kati ya makocha ambao wana kazi nzuri sana. Tuliona kule katika profile yake amehudumu pia kama sehemu ya staff bench kwa timu ya Mamelodi Sundowns, na kipindi ambacho yeye amehudumu iliweza kuchukua mataji ya ligi kuu ya Afrika Kusini mfululizo zaidi ya mara 8, na hii ilikuwa ni historia ya aina yake. Lakini baada ya kuondoka mwaka ule ambao ameondoka yeye, na klabu hiyo iliweza kupoteza taji hilo na wakachukua Orlando Pirates. Kwa hiyo utaona ni kwa namna gani kocha huyu amekuwa na sifa kubwa sana. Lakini zaidi ya hayo pia ametuonyesha baada ya kutoka Mamelodi Sundowns aliweza kujiunga na klabu ya Gold Arrows, nafikiri wengi wanaitambua, na hii iliweza kwenda mbali zaidi kutoka katika nafasi ya 12 katika misimamo ya ligi hadi kufikia nafasi ya 6 na ya 5. Imekuwa ni moja kati ya heshima kubwa na kuonesha uwezo aliokuwa nao mwalimu huyu hadi kuwafikisha hapo. Kwa hiyo kile ambacho amekieleza inawezekana kutakuwa na ukweli ndani yake. Young Africans wajiandae kufika hatua ya fainali ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Lakini zaidi ya hapo pia ujio wa wachezaji wapya ambao mwalimu huyu ameshawasema kwamba ni tishio kulikweli, na uongozi tayari umekubali kuwaleta wachezaji hao. Kwa hiyo utaona kwamba usajili mpya wa klabu hiyo, lakini pia ujio wa kocha huyu, kuna namna Young Africans inakwenda kunufaika tofauti na vile ambavyo tumezoea kipindi cha nyuma. Tusubiri kwa hamu kuona, muda utazungumza, lakini naamini kila kitu kitakwenda sawia kulikweli na mambo yatakuwa yamekuiva vizuri sana. Una maoni gani kuhusiana na taarifa hii? Tafadhali tuandikie kwenye comment section, lakini pia usisahau kujiunga na familia hii ya Umaki Sports kwa taarifa mbalimbali muhimu ambazo zimekuwa zikitolewa hapa kila siku. Mimi niseme asante na kwa heri, tukutane katika next video. Tutakuwa tunakuletea updates zote ambazo zinahusu michezo kupitia hapa ndani ya channel yako pendwa ya Umaki Sports. Nini unasubiri? Hakikisha umejiunga nasi. Asante na kwa heri.